Habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ? Majina yangu matatu, naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza lishe ya watoto kuanzia miezi 6 na kuendelea. Katika lishe hii imejengwa na makundi mbalimbali ya chakula kama vile wanga kwa ajili ya kuleta nguvu, protini kwa ajili ya ujenzi wa mwili, mafuta kwa ajili ya nishati na ukuaji wa ubongo, vitamini na madini kwa ajili ya kinga na afya. Usika nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Andika kwenye comment Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka sehemu fulani, Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka Tanga, Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka Mbeya. Andika kwenye comment. Twende kwenye hatua za utengenezaji. Siku ya kwanza nilichukua ulezi na kuanza kuuchachusha. Kuchachusha ulezi ni kile kitendo cha kuuloweka ulezi na mtama kwa masaa 6 hadi 8. Kwa masaa 6 hadi 8. Kwa nini tunauchachusha? Tunauchachusha kwa sababu ulezi mgumu unaweza kusababisha gesi tumboni, kuvimbiwa, maumivu ya tumbo, pia na kukosa choo kwa mtoto. Sababu nyingine, kupunguza kemikali zinazozuia virutubisho kama vile phytic acid, ndio sababu tunauchachusha. Okay, haya mahitaji yetu kama hivyo unavyoona hapa. Tutaanza na hili ya kwenye daily hapa. Tutaanza nina ulezi, umeona? Nina ulezi kama hivyo unavyoona hapo. Umeona nina mtama, nina mahindi lishe. Ulezi ni wanga, umeona, kwa ajili ya kuleta nguvu mwilini. Mahindi lishe ni wanga kwa ajili ya ni carbohydrates kwa ajili ya nguvu, na mtama pia kwa ajili ya nguvu. Nina ufuta, nina mbegu za maboga kama hizo unavyoziona hapo. Mbegu za maboga ninazo za India na za Tanzania. Mbegu za maboga kwa ajili ya mafuta, protini, pia ina madini kama zinki, husaidia ukuaji wa mtoto na hutoa mafuta yenye afya. Kitu kingine ambacho ninacho hapa, nina soya. Soya ni protini kwa ajili ya kujenga misuli na tishu za mwili, husaidia mtoto, ukuaji wa mtoto. Ina protini nyingi sana soya. Umeona? Hivyo ndio vitu ambavyo ninavyo. Ufuta ni tajiri wa calcium. Tajiri wa calcium, umeona? Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo ninavyo. Hatua ya kwanza, ninaanza kukaanga ufuta. Kaanga vizuri kabisa ili usiungue ufuta wako. Pia bila kusahau nina karoti. Huyu karoti ana chanzo kikubwa sana cha vitamini A. Umeona, kwa ajili ya kinga ya macho, msaidia mtoto kuwa na ngozi yenye afya na usaidia kuleta rangi mzuri ya lishe. Umeona? Kwa hivyo hapa kitu cha pili ambacho nakaanga hizi mbegu za maboga kama hivyo unavyoona hapa. Unakaanga vizuri kabisa. Ukishamaliza hapa, mchanganyiko wako wote unakwenda kuchanganya na ili uweze kwenda kusaga kama hivyo unavyoona hapo. Kutengeneza lishe sio shida. Shida, je, una mpangilio mzuri wa protini? Una mpangilio mzuri wa wanga, mafuta na vitamini? Kwa hiyo hakikisha unajifunza. Jiunge kwenye darasa letu la ungalishe. Nitafute WhatsApp, niambie Mwalimu Salanga, nataka nijiunge darasa lako la ungalishe. Nitakupa utaratibu, utajiunga, utaelekezwa makundi ya vyakula na namna ya kutengeneza formula mbalimbali za kutengeneza ungalishe. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo natakiwa. Pia tunakwenda kusaga kwa mashine yetu. Hapa ni grinder, na changanya kama hivyo. Sio lazima utumie mashine kama hii. Unaweza kawa umetengeneza, umeandaa kila kitu, umekiosha. Hakikisha mahindi lishe umeaosha, umeanika, mtama umeuloweka, baadaye umeuanika, ulezi hivyo, na hizo vitu vingine vyote unavisafisha vizuri kusiwe na takataka yoyote ile. Umeona? Baada ya hapo utakwenda kusaga. Sio lazima usage na mashine. Kama huna, unaenda sehemu ambazo wanasaga ungalishe. Kuna sehemu ambazo wanasaga ungalishe. Masokoni mara nyingi wanasaga ungalishe. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo unafunga mashine vizuri kama hivyo unavyoona ili uweze kusaga. Mimi nilisaga kwa kutumia mashine hii, ila ukiwa unazalisha ungalishe mwingi, na shauri nenda kasage sehemu ambayo wanasaga. Hii mashine yangu ni ya kilo 3 hii. Hii mashine yangu ni ya kilo 3. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo inatakiwa iwe, na hivyo ndo namna inavyotakiwa. Sera yetu inasema chukua vitu vya kawaida vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo twende tukachukue ungalishe kitu cha kawaida tukafanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Baada ya hapa nasaga, umeona? Nasaga na kuwa naweka hivyo, na binua upande huu, naweka upande huu ili iweze kuchanganyika na kusaga vizuri kabisa kama vile ndo ambavyo inatakiwa iwe. Kwa hiyo naendelea hivyo, nasaga vizuri kabisa kama hivyo unavyoona hapo.
inasagwa vizuri kabisa kabisa. Kwa hiyo hii ndo namna ya kusaga, na mimi mashine ninayotumia hii blender. Kutumia blender naona kama haisagi vizuri. Wewe kwenye comment utaniambia kama unatumia blender au kama blender inawezekana, ila mara nyingi mimi natumia hii. Hii grinder ni mzuri sana, inasaga kwa muda mfupi sana. Baada hapa mashine yetu iko tayari imeshasaga, basi nafungua. Naangalia, nikiona bado naendelea. Umeona imesaga, iko safi, unga mlaini kabisa. Kwa hiyo huu ndio ungalishe wa watoto kuanzia miezi 6 na kuendelea. Hatua inayofuata hapa ni kuchekecha. Utachekecha unga vizuri na yale mabaki huwa narudia tena kusaga. Umeona? Utachekecha vizuri na yale mabaki unarudia kusaga. Kwenye kupaki, hakikisha usipaki unga ukiwa wa moto. Na hakikisha usianike unga juani ili lengo ukauke. Kumbuka kuna vitu vingi humo, inaweza ikazalisha unyevu ambao utaathiri unga wako. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unatakiwa ufanye. Baada hapa naenda kuweka kwenye chombo. Umeona? Kama hivyo unavyoona hapo. Nakwenda kuweka kwenye chombo ili upoe. Ukishapoa niweze kupaki kwenye vifungashio. Kwa hiyo hivyo, kama mgeni kwenye chaneli yangu, yani kwamba leo ndo video yangu ya kwanza kuiona, mimi naitwa Mwalimu Salanga, mwalimu wa ujasiriamali, nafundisha masomo mbalimbali zaidi ya 100, kutengeneza vitu mbalimbali. Pia hii video ni kama ya 600. Unaweza ukabofya hapo kwenye Sunrise TZ channel ukaangalia video zingine, ziko nyingi za ujasiriamali. Kwa hiyo hapa nikasaga tena wa pili, awamu ya pili nikasaga tena. Umeona, nilirudia kwa sababu haukutosha. Mbona nilijaza sana, baadaye nikapunguza. Umeona? Hapa ninarudia tena. Umeona? Nafungua niangalie. Baada ya kurudia na umetoka vizuri kabisa. Hivyo ndo ambavyo inatakiwa iwe. Uko safi kabisa. Uko safi. Kwa hiyo umeona? Kwa hiyo hapa ni sasa najiandaa kwenda kwenye package, kuweka kwenye vifungashio. Kabla ya vifungashio nitengeneza lebo. Umeona? Lebo kama hizo. Nakata lebo zangu vizuri kabisa. Hizi lebo ukidesign vizuri kule kule wanakata moja kwa moja. Ila hizi mimi nilichanganya lishe mbalimbali kama unavyoona hapo. Umeona? Nilichanganya lishe mbalimbali. Kwa hiyo ninakata tu mwenyewe hapo kwa kutumia mkasi. Umeona? Hivyo. Kama hivyo hapa nikasema na kitabu changu jamani, ujasiriamali wa kileo ndio hichi hapa, kina peji 572. Kitabu kizuri kikubwa sana. Popote ulipo Tanzania unatumiwa kitabu hiki. Usikikose kitabu hiki kwa sababu kina masomo zaidi ya 100 ya ujasiriamali. Ukinitumia message WhatsApp nitakutumia yaliomo, utaona masomo gani yapo kwenye kitabu hicho, sura gani na kitu gani, sura hii na kitu gani. Kwa hiyo hivyo, baada ya hapa nakata lebo vizuri kabisa kama hivyo unavyoona hapo, ili niweze kubandika kwenye ungalisho wangu. Tuendelee. Haya, hapo nikaanza kupaki kwenye vifungashio. Nini hizi nilizonazo? Ninazo hizi. Umeona? Hizi napima gramu 500. Mimi hizi natumia sana kwenye peanut, ila nikaona bora nikuonyeshe na wewe namna gani ya kupaki. Ila vipo visado vya kilo 1 vile vikubwa na vya nusu, na sio vya mtindo vile vyepesi vile. Umeona? Kwa hiyo hivyo nafunga kama hivyo unavyoona hapa. Baada ya hapa nachukua lebo na pasua upande huu na kwenda kubandika kama hivyo unavyoona. Ni rahisi sana 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 sana. Kwa hiyo hapa nabandika hizi lebo kwenye ungalishe hivyo kama hivyo. Unaona? Kama hivyo unavyoona hapo. Hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana sana sana. Asante, ungalisho wetu uko tayari kama hivyo unavyoona. Karibu sana. Kama utahitaji kujifunza, tutafute WhatsApp, si tutakupa mwongozo namna gani unaweza kujifunza. Ni rahisi sana, ila kuna gharama utazilipia ili uweze kujifunza. Nikutakia siku njema, nikuage. Kunaitwa Mwalimu Salanga kutoka Sunrise, ujasiriamali ni ajira. Bye bye. Bye.